This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books late Thursday night at American F. Rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia kuhusu operesheni ya kuokoa marubani wa Marekani waliokuwa wamekwama nchini Irani katika operesheni iliyopewa jina la operesheni Epic Fall. Katika hotuba yake, rais huyo amesema kuwa serikali ya Marekani inajipanga kuhakikisha usalama wa raia na wanajeshi wake popote walipo duniani. Aidha, Rais Trump amesisitiza kuwa Marekani haiwezi kumwacha Marekani yoyote nyuma, akieleza kuwa operesheni hiyo itafanyika kwa ustadi mkubwa na kwa muda mfupi ili kuhakikisha marubani hao wanaokolewa salama. Amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya taifa hilo katika kulinda maisha ya wananchi wake na wale wanaotumika na taifa. Vilevile, hotuba hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti na wananchi pamoja na wadau wa masuala ya kitaifa, huku wengi wakieleza kuwa hatua hiyo inaonyesha nguvu na uwezo wa Marekani katika kutekeleza operesheni za dharura. Rais huyo ameendelea kusisitiza kuwa mshikamano wa taifa na kuthamini wanajeshi wanaoweka maisha yao hatarini kwa ajili ya nchi yao. Hii ni Kisa FM Radio, langu jina ni Amos Makali. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books late Thursday night. An American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it.